السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake mtaharifu na ali za mtume wake walio taharifu, na wausieni na kujihusia nafsi yangu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo mafanikio ya maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Mazungumzo yangu ni msururu au ni mtiririko wa mazungumzo yanayohusu nafasi ya uongozi katika umma wetu au katika jamii zetu. Tulijaribu kuzungumzia maana ya uongozi. Ni chombo ambacho ndani kina mawe matatu au majiwe matatu muhimu: umma, uongozi, malengo. Bila ya malengo, umma kama umma hauwezi kufanikiwa, na bila ya umma haina maana ya uongozi, na bila ya uongozi hakuna mafanikio ya umma kama umma. Na tulijaribu kuzungumzia zile nafasi na zile nguvu muhimu ambazo zinahitajika ziamshwe, zilipuliwe, kwa sababu umma kama umma hauwezi kwenda mbele, hauwezi kupambana kufikia malengo makubwa ikiwa nguvu za ndani ya umma kama huo au jamii kama hizo, nguvu hizo zitakuwa zimelala au zimelazwa au zimepumbazwa na kupewa mazuri na kujisahau. Na nguvu kama hizi tulijaribu kusema kwa kuwa zisiwe na kutofautisha jinsia fulani, kwa kuwa ni nguvu za wanaume, wanawake wawekwe kando, au mfano ni nguvu za vijana, wazee wawekwe kando. Hizi nguvu hazichagui. Umma kama umma ni lazima hizi nguvu zote zifanyiwe kazi ili kweli umma uweze kufikia malengo makubwa. Na ndipo hapa utapata baadhi ya wasomi wanasema kuziamsha nguvu kama hizi, tafjiru hadhihi taqat, wanasema inahitajia thaura, inahitajia mapinduzi. Na ndipo wanasema nahdha, thaura fikria, ilmia, ijtimaia. Kila aina ya mahitaji yanayohitajika ndani ya umma, yale mahitaji ambayo yatakuwa ni msukumo, kwa sababu tulisema hizi nguvu zikiwa hazitoamshwa, hazitofanya kazi vile inavyostahiki kamili, basi ni urongo. Haya malengo makubwa yatabaki yamechorwa kwenye ramani, lakini tutabaki hapo hapo, kwa sababu tutapewa picha ya uongo, picha isiyostahiki sisi tuingie barabarani au tuingie katika mapambano. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu hizi nguvu tumezilalia, hatuzifanyii kazi. Kwa hiyo hakuna uwezekano wa kufikia malengo makubwa. Na ndipo baadhi ya wasomi wanaposema
Kwa kuwa hizi nguvu kuziamsha na kuzilipua na kuzifanyia kazi nguvu kama hizi inahitaji thaura, inahitaji nahdha. Ni nahdha fikria, ilmia, ijtimaia. Katika kila nyanja ni lazima kuwe na mwamko wa kielimu, wa kijamii. Kila nyanja ni lazima huu mwamko upatikane, ndipo kweli tutaweza kufikia malengo makubwa. Na ndipo Said Muhammad Taqi al-Mudarrisi yeye asema hizi nguvu kulala ni moja ya sababu kubwa ambazo zinapelekea at-takhalluf. Takhalluf, mimi napenda kupiga mfano huu. Tunakuwa ni umma au ni jamii, wengine wanakula nyama wanatuachia mifupa. Tunakuwa kama fisi porini, tunamsubiri simba atafute mnyama ale amalize atubakishie mifupa, si twende tukale. Kwa sababu tuna nguvu zetu tumezilalia au zimelaliwa au zimelazwa kwa maksudi, kwa kujua au kwa kutojua. Kwa hiyo tutabaki kwa kuwa ni umma mayita, tunasubiri wengine simba ale nyama tuachie mifupa. Lakini ikiwa kweli tutafanya hizi thaura, asbabu takhallufi tutaziondosha, zile sababu za kutufanya sisi tule mifupa, sababu za kutufanya sisi tuwe ni umma tuliokufa, sababu za kutufanya sisi tuwe ni umma hatujielewi, hatujitambui, ni lazima hizi sababu zote tuziondoshe. Na moja ya sababu kubwa ambazo zinatulaza ni kuzilaza hizi nguvu zetu ambazo tunazo, sio kwa hatuna. Wajua, tunapozungumzia kitu hatuna ni kitu cha kutafuta, lakini nguvu tuko nazo ni bado hatujaamua kuzitumia. Na ndipo ukiangalia uongozi aina mbili ambao ndio ni matatizo kwetu. Kuna uongozi ambao hauelewi mahitaji ya umma, kwa hiyo unatuelekeza mahali ambapo hapastahiki. Mahali pasipostahiki wao ndio wanatuelekeza. Au mara nyingine ni uongozi unauelewa na kufahamu, lakini unatupoteza kwa maksudi. Unatukosesha target, unatuchorea malengo ya uongo, malengo yasiyofahamika, malengo ambayo wenye akili hawastahiki kuyapigania. Kwa sababu siku zote unapotaka kufanya kitu ni lazima uangalie, kweli mimi nikifanya wenye akili wataniona mimi ni mtu mwenye busara au ni kichaa? Na ndipo hebu turudi leo tuangalie maulama wetu wanapofanya research za juu. Kuna baadhi ya research zinakuwa ngumu, unasoma mara nyingine mpaka ibara hazieleweki, mara nyingine in qultu qulta, in qulta qultu. Ukisema mimi nasema hivi, unakwenda mpaka mwisho unajiuliza, je, hii research ina faida gani? Lakini yeye mwenyewe utakuta mwisho anakuletea thamara, matunda ya hii research. Kunakuwa ni aina tatu. Kwa sababu hataki kukupotezea muda. Usifikirie kwa amekupotezea muda wako, hapana. Ndio ile nikasema zile haraka na muamko ambao unatakikana ndani ya vyuo, ni madarisi hizi, ni mauniversity, ni macollege. Hizi haraka ziamshwe. Sasa wao ndipo wanapokuja wanataka huyo anayesoma awe na mambo matatu, kwa sababu ni lazima ima kile anachokisoma kiwe na matunda ya kifikra, au kiwe na matunda ilmian katika harakati za elimu yake, kuinyanyua elimu yake, au ziwe na matunda amalian katika mambo yake ya siku zote, iwe kweli hii research itamfaidisha. Kwa sababu leo hebu angalia, utakuta kuna baadhi ya wasomi wasema sisi maisha yetu, kwa sababu hizi nguvu tumezilalia au zimelazwa, maisha yetu ni kama umma tulioingia restaurant. Tumeingia hoteli, ukiingia unapewa menu, ile orodha ya chakula. Kwa hiyo wewe unakula kile chakula ambacho umepangiwa na ile hoteli. Siona hatari? Ndio ile mifupa, wamekubakishia mifupa. Wao wamekula nyama wakakuachia mifupa. Kwa hiyo huna uwezo wa kuchagua chakula nje ya ile orodha waliokupatia, sio? Na haya ndio maisha tunayoishi. Wanasema hata ukiingia university,
Mauniversity leo zile kozi zote zinazosomwa ni kozi zinazotumikia mashirika. Tumikia mashirika makubwa, si kwa ajili ya maslahi yetu umma kama umma. Na ndipo utapata kozi zote leo zinalenga kutulaza kiakili, kwa maana utampata mtoto fikra yake yote, mimi niingie university kwa sababu kozi fulani wanaokwenda kuisoma ni wachache, kwa hiyo nikimaliza nitapata kazi haraka. Na hali ya kuwa zile kozi zimependekezwa na nani? Na mashirika makubwa. Leo kuna kozi mpya zimeingizwa katika baadhi ya university kwa sababu kuna mahitaji yameanza kuhitajika katika baadhi ya nchi au katika baadhi ya mashirika makubwa. Na ndipo hapa wakasema, kwa kuwa haya maisha tunayoishi ni maisha aina gani? Ni maisha ya watu walioingia hoteli. Kwa hiyo huna nafasi ya kuchagua kile unachokitaka wewe. Wewe utaona kweli mimi nimechagua chakula fulani, lakini ni kile ambacho wamekuwekea wao, hutoki nje ya pale. Na ndio maisha ambayo tunaishi ulimwenguni leo. Lakini sasa hizi nguvu tukiziamsha, sisi tuweze kuishi kama simba porini, tule nyama tuiache mifupa. Sio wengine wale nyama watu waachie mifupa, na sisi tukiacha mifupa sio kwamba ni kuwapa wengine, la. Sisi katika Uislamu tukila nyama na wengine pia tuwape nyama. Ile ni qanaa, kwa sababu tunaingia katika mapambano. Na ndipo ukiangalia al-Imam al-Khomeini ridwanullahi ta'ala alayhi alipokuwa anasema kwa kuwa haya mapinduzi hayatokomea hapa, na ndipo vita vyote wanasema kuipiga vita Irani na kujaribu kusimama juu chini kutaka kuiangusha kwa zaidi ya miaka 40 ni kwa sababu wanasema hii thaura walioianzisha Irani hawakutosheka wao na mapinduzi yao ya ndani, wanataka kuitapakaza katika baadhi ya nchi. Na ndio wanasema leo Iraki hawawezi kufanya vile wanavyotaka wao, wamekwenda Palestina hawawezi, hususan upande wa Gaza. Ukienda Lebanon wakapigana kumwangusha Syria. Leo vikwazo vikubwa bado wanaziendeza wapi? Yamani, kuifinya Yaman. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema hawataki tena Irani nyingine, hawataki tena umma au jamii ambayo itakuwa inasimama na miguu yake. Kwa hiyo hizi sababu ambazo ni muhimu, sababu ambazo umma ikiwa watakuwa hawakuweza kuzitumia vizuri, itasababisha ule umma uwe uko nyuma, ni umma unaotafuta mifupa kula. Hizi sababu ni lazima tuziondoshe. Tukiziondosha kweli ndipo tutaweza kufanikiwa. Na ndipo tukasema uongozi, kama alivyosema Dr. Tariq Suwaidan, uongozi ni lazima uwe ni uongozi uliosoma, wenye elimu, unaofahamu kwa kuwa unaupeleka wapi umma, na uko tayari kuyalinda yale malengo makubwa. Na huu ni uongozi, ni lazima kuwe na mwamko, hususan upande wa elimu, kwa sababu kukikosekana elimu, hapa ndio huwa ni matatizo makubwa. Na ndipo utapata umma au jamii kama jamii, ikiwa tunataka kutoka kupambana mapambano ya nje, lakini hatujajenga ndani, mwisho tutakuja kuvunja sisi wenyewe ndani. Ile aya ya Qur'ani katika vita vya Khaybar
inatupa picha moja mzuri sana. Yukharibuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Walipokwenda al-Imam Ali salamullahi alayhi na kikosi kilichotumwa na Mtume sallallahu alayhi wa ali kwenda kuvamia Khaybar, wale walipoona kwa kuwa huyu ni Ali bin Abi Talib ameshaingia, wakawa wanaanza kuvunja kwa ndani ili wakiingia wasipate kitu. Sasa umma ambao utakuwa haujajijenga, hizi nguvu hazijaamshwa, hizi sababu za kufanya umma ubaki nyuma hazijaondoshwa, kwa hiyo hatuwezi kuingia katika mapambano yoyote ya nje. Lazima tujenge. Jenga ndani kisha ndo uangalie mapambano ya nje. Leo ikiwa sisi wenyewe hatujitambui, hatujifahamu, hatujui tulipotoka ni wapi, hatujui tulipokwenda ni wapi, kisha tunataka kwenda kule mbele ikiwa tutapambana, kwa hiyo tutakuwa ngazi, vijana wataingia maandamano wauliwe, kisha watakuja wale mabwenyenye, mabepari, wizi, majambazi ndio waje wakalie juu. Si ndivyo ilivyo? Kwa sababu hatujajijenga. Na ndipo baadhi ya wasomi wanatuambia China wakati wa miaka ya nyuma, wakati wa empire zile, mapigano, mwisho wakaamua kujenga ukuta, wakaizungusha na ukuta upande baadhi ya maeneo fulani ambayo yalikuwa mashambulizi yanakuja sana, na ukuta ulikuwa mzuri. Wakajua hivi sasa tumeshajizatiti, tumeshajijenga vizuri. Ndio wakakuta kumbe mashambulizi yalikuwa makubwa zaidi. Lakini walipokuja kufanya uchunguzi, wakaja kugundua kumbe walijenga ukuta ilikuwa hawajajenga wanajeshi. Baada ya kujenga ukuta, wale wanaolinda kwenye milango yanayokuja nje tunaweza kupambana nayo, na tunakuwa tuna kinga mzuri, kwa sababu tusipokuwa na kinga kama hii, ukumbuke jamii yoyote inayoamua kusimama kwa miguu yake kupambana, ni lazima kutakuwa na changamoto, kwa sababu hakuna mti wenye matunda ambao hautopigwa mawe. Leo huwezi ukapata hii miti, hatujawahi kuona watoto wanarusha mawe kwa sababu haina matunda. Kama ingekuwa na matunda hapa, ungesikia siku zote haya kwenye mabati yetu kunaanguka majiwe, sio? Kwa sababu si ni kawaida mti wenye matunda. Kwa hiyo ikiwa tutaingia kweli kutaka kuwa kama umma ambao uko hai, ni lazima kuwe na mapambano. Kwa hiyo ikiwa tutakuwa tumejenga vizuri, tumejiweka imara, hizi nguvu zetu zinafanya kazi vile inavyostahiki, basi kweli mapambano ya nje tutaweza kuingia kupambana nayo vizuri. Na ndipo ukiangalia leo kuna mazungumzo ambayo wiki iliyopita nilijaribu kuyagusia. Kina Colin Powell aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Amerika aliona sababu muhimu ambazo zinafanya umma kama umma au jamii kama jamii kuwa na nguvu, ni zile jamii ambazo zinasimama kwa miguu yake kielimu, kimila, kidesturi, kila kitu wanategemea nguvu zao za ndani. Kwa hiyo Colin Powell alisema nini? Kuna maneno yake ambayo anasema, hebu tazama katika mauniversity yetu. Asema zaidi ya wasomi 68,000 wakati huo, si sasa, hakuzungumza mazungumzo haya sasa, wakati alipokuwa kwenye wizara ya mambo ya nje. Alisema zaidi ya 68,000 wasomi wako ndani ya mauniversity yetu na wanapata matuzo makubwa ya Nobel, na wote ni wanafunzi wetu, wamesoma katika vyuo vyetu. Lakini wametoka wapi? Wametoka kwenye maeneo tofauti, wametoka kwenye nchi tofauti. Asema ukienda katika upande wa physics, katika upande wa economy, katika upande wa chemist, asema zote hizi wanaoshinda, waliopata tuzo kubwa na wengi ni wale waliosoma katika mauniversity yetu. Kisha asema
Tazama, sisi asema Amerika ndiyo inayozalisha filamu nyingi duniani, ndiyo inayoandika makala mingi duniani, na ndiyo nchi inayochapisha vitabu vingi duniani, lakini kupitia mikono ya kina nani? Kupitia mikono ya hawa waliotoka kwenye nchi nyingine, tukaja tukawalisha chakula chetu kile tunachotaka sisi, tukaja tukawaosha mabongo yao, tukajaza fikra yetu. Na ndipo aliposema kwa kuwa kesho, miaka inayokuja, tutakuwa tuna hazina kubwa sana ulimwenguni. Na anasema ni hazina ra'ian linawaya alhasana libaladina, kwa sababu hawa waliotoka kwetu tumeshawalisha hiki chakula. Kesho wanapokwenda kwenye nchi zao, watakuwa wanatutazama kwa jicho zuri. Hawa watakuwa ni watumishi wetu wazuri. Kwa hiyo wao wakienda kwenye nchi zao, hawatokwenda kuziamsha zile nguvu za umma wao, watakwenda kututumikia sisi, kwa sababu wamekwenda na fikra zetu. Huyu ni Colin Powell anaizungumza. Na ndipo hata nani mwenyewe akasema, kwa kuwa sisi hata vita vya pili vya dunia, asema hatukuweza kuikalia hata nchi moja ya Europe, lakini kupitia soft war, kuwaingizia zile tunazotaka sisi, tumeweza kuwatawali leo. Leo Amerika yuko na mpaka mabomu ya sumu. Germany, ambapo Germany naambiwa ni nchi imeendelea kiuchumi, kiviwanda, lakini Amerika yuko na nini? Sio kambi yake ya kijeshi. Leo Europe haiendi bila ya Amerika. Sasa ukiangalia, asema hii ni sababu kubwa ambayo sisi itatufanya tuwe kifua mbele, kwa sababu tutakuwa tuna watu wanaotutumikia. Na ndipo spika wa bunge wa Amerika wakati ule wa Bush akasema, Bush kwa sababu ilikuwa ni mtu apenda, mara anavamia hapa, mara anavamia pale, akasema huu sio ufunguo tunaohitaji, kwa sababu ufunguo sio kutengeneza maadui. Ufunguo ni ule ambao sisi tutaweza kuwatengeneza marafiki watakao tutumikia. Sasa siwaona wao wameichukua hii elimu yenyewe kutufanya nini? Ndio ile Dr. Ali Shariati aliposema, kwa kuwa watu wanapanga kutufanya punda. Kwa sababu gani? Ikiwa mtu amesoma lakini elimu yake ni elimu ya kuwatumikia wengine, au ni elimu ya kuwa mtumwa kwa wengine, ni elimu aina gani? Kwa hiyo wao wameitumia elimu kwa kuwa ni silaha kwa ajili ya kuwatawala wengine, kwa ajili ya kuwakoloni wengine, kwa ajili ya kuwafanya watumwa watu wengine. Na ndipo Dr. Ali Shariati anasema mfano al-istihmar ni kitu gani? Mtu kufanywa punda. Asema ni kumpokonya akili, ni kumpokonya ufahamu, ni kumpokonya uelewa, mwisho akawa yeye ni mtu hajielewi kama ni binadamu. Na ndipo mwisho inakuwa ni ile mtu anasema yuta'ti'u ra'sahu li ghairihi wa hadha la ya'udu insana. Yule mtu ambaye ukimuona time zote chashmi kwa Muamerika, chashmi kwa wale mabepari na nini, yani sam'an wa ta'a, ni mtiifu na nini, asema huu ni umma au ni jamii ambayo haifahamu, kwa kuwa kile anachokipoteza ni kikubwa zaidi ya kile anachokipata kwa hawa watu wanaoinamia na kuwapa sikio la udhaifu. Lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wao wametufanya punda, wametufanya fisi, wameshatuandaa kwa kuwa sisi ni umma au ni jamii ambao tunastahiki tufanye nini? Tule mifupa. Lakini sasa sisi kwa sababu hatujajielewa mpaka leo, na mimi hili napenda kulikariri, kwa sababu kama ni umma tunaojitambua, tunaojielewa, tusingekuwa hapa tulipo. Kwa sababu siku zote leo, hebu wewe fuatilia Waislamu walio Kenya, utasikia malalamishi ambayo siku zote miaka yote bado tunalalamika. Kwani sisi tuko ngapi? Tuko asilimia ngapi?
lau tungekuwa kweli tunajielewa, ni umma ambao kweli tumeziamsha hizi nguvu zetu tunazifanyia kazi, basi tusingekuwa punda kama yule punda wa hakimu aliyosema, kwa kuwa mimi ni punda kuliko huyu aliyenipanda, kwa sababu mimi ni punda naelewa, kwa kuwa ni punda huyu aliyenipanda ni punda lakini hajui kama ni punda. Kwa hiyo sisi na yule aliyetupanda hatuna tofauti, lakini ametuzidi kwa sababu ametufanya kuwa nini? Kuwa ni mtumwa. Kwa hiyo lau tutakuwa kweli ni umma tunaojielewa, ni umma tunaojifahamu, basi ni lazima tutapigana ili kuweza kusimama kwa miguu yetu. Na ndipo hata kuna baadhi ya wasomi, kuna msomi Mwingereza ameandika kitabu Aina Kullul Muthaqafin. Ijapokuwa cha Kiingereza wamekitranslate kwa Kiarabu, kuna maneno mazuri ndani. Asema nimefikishiwa lawama leo 2002, hivi sasa zaidi ya miaka 23, sio? Asema kwa kuwa mauniversity yamefikia kiwango kwa kuwa mtoto anaweza kukaa mwaka mzima hajasoma kitabu hata kimoja. Sasa hizi tunaozitaja hizi nguvu zataka zianzishwe kule, ambao ni nini? Ni nguvu za kielimu, ni harakati za kielimu, ni thaura na mapinduzi ya kielimu yaanze kule. Lakini ikiwa mtoto ndani ya chuo kikuu mwaka mzima hajaweza kusoma kitabu, ni zile zile kozi, ndo ile nikasema ile menu au ile orodha ya chakula kile kile alichopewa. Kwa hiyo tunatarajia hizi nguvu zitaamka wakati gani? Na ndipo mmoja katika wasomi wakubwa aliyeuliwa katika vita vya siku 12 Irani, Dr. Faridun Abbasi. Dr. Faridun Abbasi ni msomi mtaalamu wa mambo ya nyuklia, lakini ilikuwa ni mwalimu katika vyuo vikuu vya Irani, na alileta mabadiliko makubwa katika upande wa kitengo cha nyuklia, na ni katika watu 10 ambao waliokuwa katika orodha na Amerika ya kutafutwa. Huyu bwana mapambano yake yote ilikuwa anajitahidi, na anazungumza mpaka ndani ya mauniversity, asema kwa nini tunayachukua mabongo, tunazichukua fikra, tunawapatia maadui kirahisi wende wakazioshe watuletee watu wenye fikra zao. Alipokuwa yuwalalamika kwa nini wanafunzi wetu hatuwaandalii mazingira ya kuziamsha na kuzifanya hizi kazi ndani, tunawaacha wanahama, wanakwenda Amerika, wanakwenda Europe. Na ndio baadhi ya wasomi wasema sababu kubwa iliyofanya Dr. Faridun Abbasi kuuliwa ni kwa sababu ya hizi harakati zake. Kwa sababu ilikuwa anapambana maadui, wanaitumia elimu kama silaha ya kutumaliza na kutufanya sisi ni punda, ya kutufanya sisi ni watumwa, ya kutufanya sisi ni umma wenye kula mifupa. Yeye alikuwa akipambana juu chini kuhakikisha kwa kuwa vijana wanaosoma mauniversity, kuanzia wakiwa mauniversity, waandaliwe mazingira ya kuzitumia zile nguvu zao, zile taakati, ili zisaidie nchi. Na hili ndilo tatizo kubwa, ambapo sisi leo, wewe ukiangalia wanafunzi wetu sawasawa katika madarisi za kidini au ni katika macollege na mauniversity, hamu kubwa ya elimu ni mimi kufaulu kwenye mtihani na kupata certificate. Haya si malengo ya elimu. Na ndipo wale wasomi wanaosema kuwa inahitaji mapinduzi kuziamsha hizi nguvu, kwa sababu hata hizi fikra za watoto wetu lazima tuziamshe, kwa kuwa kusoma si kwenda kufanya mtihani tu kwa kuwa mimi nimefaulu, nimekwenda mbele. La. Ndipo kuna baadhi ya wasomi wanasema innal hadafa min at-ta'limi fi biladina laysa mujarrad manahij dirasiyya fasliya au sanawiyya yadkhulu at-talibu al-imtihana li ajli al-ijtiyaz wan-najah bal laha ilaqa wathiqa binahdhati ash-shu'ubi wa binahdhati al-umma. Asema elimu hizi tunazozisoma sivyo vile tunavyofikiria, kwa kuwa ni kwenda kufaulu, nipate cheti, niende nikaombe kazi. Hapana, elimu ina nafasi kubwa katika mwamko, katika mapinduzi ya umma.
Lakini ikiwa elimu tutakuwa tunazitumia kama vile wanavyotutaka wao, basi tutalala siku zote. Kwa sababu nchi zetu leo ni nchi tajiri sana, na wenyewe wanasema wanaliita bara la kijani kibichi, sio? Ni bara ambalo bado liko bichi kabisa, halijaguswa. Kwa hiyo wanatuletea vita. Walianza Somalia, ukisoma historia ya Somalia ni wao walianzisha, wakitoa silaha kutoka Ukraine wakizipeleka, wakaingia Sudani, wakapiga Libya. Sudani hata kuna wakati wa Clinton wakaenda wakakipiga kile kiwanda. Ukichunguza kile, sio kwa kuwa ati kuna silaha za sumu, kuna nini, kile ni kiwanda cha kuzalisha dawa. Ni kwa sababu umma kama umma ulitaka kusimama kwa miguu yake, lakini wakawa hawajajijenga kisawasawa kuweza kujilinda. Kwa hiyo huyu wa nje akija anafanya vile anavyotaka. Kwa hiyo tukitaka kutembea umma kama umma, ni lazima hizi nguvu tuziamshe, zote zifanye kazi, zitumikie haya malengo makubwa ambayo bila ya hivyo hatuwezi kufika. Kwa sababu gani? Ni kama nilivyosema, tuko ndani ya chombo, na chombo hiki ni chombo ambacho kinaelekea wapi? Kinaelekea kwenye malengo makubwa. Kwa hiyo kuna mawimbi, kuna changamoto. Ni lazima hiki chombo tukifanye imara, na kukifanya imara ni lazima hizi nguvu zote zifanye kazi. Ni lazima hizi nguvu zote zitumike vile inavyostahiki. Kwa sababu bila ya hivyo hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kufikia kwenye malengo makubwa. Kwa hiyo ni lazima umma kama umma, kwanza tuwe na uongozi unaojitambua, uongozi unaojielewa, uongozi ambao kweli hamu yake ni kama aya niliyotangulia kuisoma, na katika zote vikao vitano natangulia kuwa nikiisoma mwanzo, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Uongozi ambao umebeba hamu ya kutaka kuusukuma umma mbele, uongozi ambao utakuwa uko tayari kutoa kila kitu kwa ajili ya kuyatumikia malengo makubwa. Na ndipo tukisoma sira za Mtume sallallahu alayhi wa ali na ahlul bait, hebu tuangalie. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wa ali alipokuwa mwanzo amesimama kutangaza Uislamu, mabwepari ni mabwenyenye, ni watu ambao walikuwa ndio wanataka wawe kila kitu wao, si walimfuata ami yake, wakamwambia nini? Kwa kuwa aseme tutampa atakacho, akitaka mke mzuri tutampa, akitaka mali tutampa, ache hili. Lakini angalia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ali, asema wallahi lau wangenipa kila kitu sitoliacha hili jambo. Lau wada'u shamsa fi yamini wal qamara fi yasari, yani ni kupewa kila kitu, kumilikishwa dunia mzima. Lakini hamu yake ni kwa sababu gani? Ameona umma kama umma umefanywa punda. Ndio wanavyosema baadhi, tukisema hili neno la mtu kufanywa punda ni kwa sababu yule anayetutumikisha hataki tufe, anataka bado tuwe hai, aendelee kutupanda na kutupakia mizigo. Kwa sababu tukisha kufa itakuwa hakuna mwenye kumtumikia, sio? Kwa hiyo ni lazima tubakishe hai. Na hii ndio ile falsafa. Kuna wakati nikieleza hiki kisa, baadhi ya wasomi wanasema Waafrika waliochukuliwa huku, wakichukuliwa kwa nguvu, wakipelekwa hususan upande wa bara la Amerika, walipokwenda wakifanyishwa kazi kwenye mashamba makubwa makubwa, kulima, kazi za dharubu kutwa mzima, chakula chenyewe ni chakula cha kuhesabu matonge. Kwa hiyo mwisho wale wanaofanya kazi ndani ya mashamba walipanga kuamka kupambana ili waupate uhuru wao. Sasa wakasema wacha tuwashirikishe wote, lakini sasa kuna na wale watumwa waliokuwa wakifanya kazi ndani ya yale makasri ya wale wazungu. Wao kazi zao ni kupika, kufagia, kufua, kupiga deki. Kwa hiyo kazi zao zilikuwa si kazi za dharubu hivyo. Na chakula kukiwa kuna wageni, kile kinachobaki wanakula wao. Sasa kwa hiyo hawa wa Afrika walipoamua wakasema tuwashirikishe wote, wakikaa wakapanga, wakawa wameshaweka targeti yao kila kitu. Siku ya pili wanakuta wamekuja kushikwa, wenye kupigwa, wenye kufuatwa usiku. Wakawa wanashangaa tatizo liko wapi, na tumezungumza ni sisi kama sisi wa Afrika.
Wakajaribu mara kadhaa, si mara moja, si mara mbili. Mwisho wakaja kugundua kumbe wanaopeleka ripoti ni hawa watu wanaofanya kazi ndani ya majumba, ambao ni Waafrika wenzetu, ambao sisi tunapanga kuwatoa katika huu utumwa. Ndipo walipojaribu kukaa nao wakaja kugundua kwa tatizo kubwa liko hapa. Wamelishwa kile chakula, makombo yale ya kubaki, mwisho mpaka mtu amehisi kwa kuwa huyo anayenipa hiki chakula amenifadhili, kwa kuwa kesho nikiwa huru nani atanipa tena hiki chakula cha makombo ambayo wamekula wao ya kibaki, ile mifupa ninayosema. Wanatulisha mifupa. Sasa tukiondoka hapa tukiwa huru, hata hii mifupa hatutaipata. Siwaona? Yani mtu abakishwe kuwapunda siku zote, kwa sababu hata hajielewi. Yeye anafikiria kwa kuwa huyo anamfadhili, kwa hiyo wacha anilaze, wacha aendelee kunitawala, wacha aendelee kunifanya mimi kuwa mtumwa. Sasa hizi ndizo fikra ambazo sisi tukimuona huyo adui amekuja kwa ajenda tofauti, kuja kutusaidia, kuzileta ma NGOs na nini, tunafikiria amekuja kutusaidia. Hapana. Kina Joseph Nayo wanasema wazi, wasema sisi tulitumia hizi nguvu za NGOs kuangusha hata Umoja wa Sovieti. Ni watu wenyewe wa Russia wenyewe tukawapa majukumu ya NGOs, lakini kwa nini? Wakienda kwa malengo yetu, wakitembea kwa tochi yetu. Kwa hiyo tukaweza kuangusha Umoja wa Sovieti, na leo ndo wasema wameweza kuumiliki ulimwengu kama alivyosema Colin Powell. Kwa sababu gani? Asema vita vya pili vya dunia hatukuweza kuumiliki nchi yoyote, wala hatukuweza kuitawala nchi yoyote ya Europe, lakini kupitia soft war tumeweza kuzikalia nchi za Europe. Kwa hiyo sisi tukitaka kuishi umma kama umma, jamii kama jamii, ni lazima tujielewe, ni lazima tujifahamu, ni lazima tujitambue, tutembee mguu kwa mguu baina ya uongozi na umma, ili kwa ajili ya kupambana kufikia malengo makubwa. Na ni lazima hizi nguvu zote tuziamshe, bila ya hivyo hatuwezi kufikia malengo makubwa. Inshallah tutaendelea katika Ijumaa inayokuja, kwa sababu haya malengo pia ni lazima yawe wazi, kwa sababu yasipokuwa wazi huu umma hauwezi kutembea kupambania kitu wasichokijua. Na pia uongozi wenyewe uwe na sifa ambazo kweli zinastahiki kuwa kweli mtu kuitwa kiongozi, kwa sababu bila ya kuwa na sifa kama hizo tutarudi katika ule utangulizi niliousema. Itakuwa sisi tumeukubali uongozi kwa sababu ya mazingira yametulazimisha, na sisi hatutaki tufike hapo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad.